Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Mohamed na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi. Alhamdulillah mpenzi mtazamaji, leo tupo naye mgeni wetu ambaye naamini umemuona mara nyingi katika televisheni yetu ya Mahdi TV. Kwa hakika ni mgeni ambaye anaelezea mengi kuhusiana na afya, na kama tunavyojua ni daktari mtarajiwa ambaye hivi karibuni tunaweza muona hospitalini. Inshallah mpenzi mtazamaji, si mwingine bali ni Daniel Waweru, akiwa amekuja kutuelezea kuhusiana na mada ambayo ni muhimu sana, ambao watu wengi huenda wana ignore. Nayo ni hormonal imbalance signs people ignore. Kuna vile labda unajua hormones huwa haziko sawa siku zote. Hormones hubadilika kwa wanawake pia kwa wanaume huwa zinabadilika, na zikibadilika labda huwa kuna athari fulani zinaacha katika mwili. Hivyo basi siku ya leo tuweza kujua ni hormones zipi ambazo sisi huwa tuna ignore, ama zinapokuwa haziko sawa katika mwili yetu tuna ignore, na kesho yake huenda yakaleta nini madhara makubwa. Na inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Habari ya asubuhi Daniel. Nzuri, habari yako? Karibu sana. Asante kwa kunialika tena. Ni muda mwingi sana tumekukosa katika studio zetu, tukasema bwana huyu daktari tumemweka sana. Huwa wanafurahi kufundisha umma. Huu wito lazima nifike. Kabisa kabisa. Naam, tukielekea katika mada yetu ya leo, kwanza tuelezee what is hormonal imbalance? Hormonal imbalance ni pale ambapo unapata either hormone ziko juu sana kupita kawaida ama ziko chini kupita kiwango cha kawaida, na hivyo inaleta dalili ambazo watu wengi huwa hawazielewi. Wanaweza assume kwamba either ni uchovu, miaka imesonga, hali ngumu ya kimaisha, kutolala vizuri. Naam. Na tukiangalia hilo swala la hormonal imbalance, je, ni dalili zipi ambazo watu wanakuwa nazo kwa mwili na wana ignore kuhusiana na hili swala? Dalili hizo zina vari kulingana ni hormone gani imeafektiwa. Unapata sana inaanzanga na uchovu, umelala vizuri lakini asubuhi ukiamka bado umechoka. Ukifanya mazoezi kidogo umechoka, ukitembea kidogo umechoka. Jambo lingine unapata kwa kina dada kuna mabadiliko ya hedhi. Huenda inachelewa ama ikuji ama kunakuwa na inatoka masaa isiyofaa. Kwa wanaume unaweza pata pia imewaadhiri hamu ya tendo la ndoa. Dalili zingine ni kama ile cravings. Utapata kina mama wana crave vitu sukari. Ama unapata kumekuwa na haja imeongezeka, kwenda haja ndogo mara kwa mara. Wengine unapata wanahisi kiu sana. Wengine hawataki baridi kabisa. Wanasikia baridi hata kukiwa na jua. Ama wanasikia joto sana kupita kawaida, wana sweat usiku wakilala. Kuna mabadiliko ya kimawazo yanaweza tokea, usingizi kuadhirika. So hormonal imbalance ina dalili nyingi sana. Hata hayo ambayo nimetaja sijamaliza. Ni nyingi sana. Nini kitu gani ambacho husababisha hormonal imbalance? Kwa sababu huenda labda mtu anajiuliza, huenda hizo dalili zote ako nazo ama mojawapo kati ya hizo dalili ako nazo, lakini anajiuliza nini hasa kinasababisha watu kuwa na hormonal imbalance? Na hiyo inategemea ni hormone ipi, na pia wasiwasi inatokea pale ambapo imekawia kwa muda, imekaa kwa muda mrefu ama inaendelea ikiwa mbaya sana kupita kawaida, ambayo inafika mahali inaanza kuadhiri kazi yako ya kila siku. Sababu za hormonal imbalance ni nyingi. Tukiangalia hizo hormone tofauti, kuna zile zinatolewa hapa kwa thyroid ama tezi. Kuna ile inatolewa kwa pancreas, ile ya kucontrol sukari, insulin. Kuna ile inatolewa kwa adrenal glands, ile ya kucontrol sukari, na control stress, na control pia blood pressure. Kuna zile zinatolewa kwa ovaries ya kucontrol menstrual cycle ya kina dada, na kwa wanaume kuna hormones zinatolewa kwa testes ambazo zina control ile erection, hamu ya ndoa, nguvu na misuli, kina testosterone. Kwa hivyo
hayo hizo organs zote zikiwa na shida, unapata ile kazi ambayo hormone ile huwa inafanya inaathirika, hivyo inatoa dalili fulani kulingana na kazi yenye huwa inafanya. Kwa mfano kama ni upper thyroid, kazi yake ni kucontrol joto mwilini na kucontrol metabolism ama utumizi wa chakula mwilini. Hivyo unapata ikiwa chini, hypothyroidism, unapata anakuwa na shida ya anasikia baridi sana, unapata anakuwa na kukaukiwa na choo, wengine anakuwa na stress, ama ikiwa juu sana hyperthyroidism, unapata anakuwa na joto jingi, anaendesha vitu kama hizo, macho imetoka nje hivi, ana sweat. Ikiwa ni hizi ya kucontrol cortisol inatolewa na adrenal glands. Ikiwa juu, unapata kwa kina sana inafanyikia kina dada, unapata wameanza kilo ya mwili, uzito wa mwili umeongezeka na appetite iko sawa, lakini kilo bado inaongezeka. Unapata mafuta imeanza kuwekwa mahali ambapo ifai. Inakuja hapa kwa tumbo, mgongoni, unapata shape ya mwili imeharibika. Stress pia, depression inatokea sababu ya hormone ile kuaffectiwa. Ikifika ni hormones za ovaries, unapata kina dada menstrual abnormalities. Inakuwa irregular, ama unapata anatoka damu nyingi sana, ama haikuji kabisa. Ingekuwa ni wanaume, unapata testosterone inashuka, wanakuwa na erectile dysfunction, unapata hawana hamu ya tendo la ndoa, wameanza kuwa wazito, mafuta imejaa hapa. Sasa wakati mwingine kitambi sio chakula, ni homoni imeaffectiwa. Naam, so kwa hivyo dalili ni nyingi sana. Kama ni insulin ambayo inatolewa kwa pancreas, unapata anakuwa na dalili kama za mtu wa kisukari. Unapata anahisi kiu sana, anakojoa kwa wingi, ama anaanza kucrave, anatamaa sukari. Saa zingine sio kwamba ati mtu maskini ana ugonjwa wa kisukari. Saa zingine ni hormones. Ni hormones imeaffectiwa. Unapata vitu kama hizo, dalili kama hizo, kulingana ni hormone gani imeaffectiwa. Naam. Na tukiangalia swali lingine ni kwamba how do hormones affect our daily lives? Or before tuende hapo kwa how ina affect daily life. Je, katika maisha yetu tunayoishi, vyakula vinaweza kuwa sababu ya hormones zetu kuwa imbalanced? Naam. Ukweli chakula inaweza changia, sababu unapata kuna chakula ambazo zinaongeza rutuba mwilini ambazo zinachangia kwa kutengeneza hormones zile. Na kuna chakula ambazo ukikula, kwa mfano vitu vya sukari, unapata insulin imepanda juu sana. Alafu insulin ikipanda juu inashusha ile sukari haraka, mtu anza kuhisi mchana ikikaribia, anza kutetemeka, vitu kama hivyo. Pombe pia, ukiongezea pombe juu ina affect hormone mbalimbali. Unapata ukichanganya pombe na sigara, hormone tofauti inaafektiwa. Kama unazichanganya. Naam. Na swala lingine ni kwamba nao vile tumeangalia chakula pia inaweza kuwa mojawapo ya vitu ambavyo vinasababisha hormones zetu zibadilike ama tuwe na mabadiliko katika mwili. Je, upande wa wanawake or sisi kwa ujumla, kuna wale vijana ambao labda wanaingia adolescence, ama kuna watu wazima ambao labda utakuta mtu akona pimples na mtu anaambiwa like hormones zako ziko imbalance. So does it mean kwamba hizi maybe pimple rashes ni kwa mojawapo ya signs za hormonal imbalance? Naam. Inaweza kuwa dalili haswa vijana kutoka ule umri wa kubalehe hapo puberty. Unaweza pata kuna pimples imeongezeka kwa uso. Kuna mabadiliko ya uzito wa mwili inatokea wakati ule. Unapata ni sababu wakati ule hormones ya mwili imeongezeka. Kwa wavulana ni testosterone, kwa wanawake ni estrogen. Estrogen haswa imeripotiwa kuongeza ile pimples, acne, huwa inaongezeka.
na pia kuna kwa kando na ule umri pia mtu yote ambaye akona shida yote ya hormonal imbalance kama for example kuna hii polycystic ovarian syndrome ambayo inafanya ile testosterone inaongezeka kwa kina dada, hivyo unapata ametoka uso hiyo pimples. Anajaribu kutreat but then wengine mpaka wanamea ndevu na haifai sababu testosterone iko juu. Okay. Unapata vitu kaa hivyo. So meaning okay, kuna wanawake ambao labda utakuta wako na ndevu and so on. Pia hiyo ni hormones. Hiyo ni hormones. Okay. Juu haifai kwa ndevu hii maeneo ya taya. Yeah. Sio ya wanawake. Wana utasikia wengine wanakuambia like okay, it's genetics, amerithi, or labda nyanya yake alikuwa ako nayo. Kuna maswali kama hayo yanachangia, lakini kuna ile yenye ni abnormal. Okay. Mpata imeongezeka kwa wingi. Okay. Ndevu usoni amejaa ndevu kwenye mikono hivi. Kwa social media nishaiona mwanamke kama huyo like ako na ndevu, literally ndevu ndo hizo. So ni hormone. So hadi ujauzito. Ukitazama akina mama wajawazito kuna unaona wameanza kuwa weusi maeneo ya uso. Okay. Ni sababu ya ile progesterone kuwa juu. Okay. Kwa sababu utakuta like mwanamke ni mjamzito then ukimwangalia amekuwa mweusi mpaka mtu anasema huyu ni mtoto wa kiume, huyu anafanya atakuwa mweusi. So unakuta mtu anaweka predictions pale. Ni progesterone hormone. Na tukiangalia swali lingine ni kwamba concerning na PCOS. Maana wanawake wanakuwa na shida ya PCOS. Hormonal imbalance inakuwa sababu moja wapo ya wanawake kuwa na PCOS. Naam, PCOS ndio huwa inasababisha hormonal imbalance. Okay. Unaona? Ama pia akiwa na hormonal imbalance inaweza changia ile PCOS kuongezeka. Kwa mfano akiwa na estrogen kwa wingi, vitu kaa hivyo, aswa uzito wa mwili pia unachangia mtu kuwa na ile PCOS. Na zingine ni genetic. PCOS ikishafanyika ndio unapata imekuja na ile hormonal imbalance. Estrogen inashuka, testosterone inaongezeka. Hivyo unapata ameanza kuwa na badala ya ile characteristics za wanawake amekuwa na za wanaume. Okay. Ndevu, unaona vitu kama hivyo, ameanza kumiss periods. Hadi utasa unaingilia pale. Naam. And looking at swala la sleeping. Pia lack of sleep. Does it mean one anaweza kuwa na hormonal imbalance mtu anapokosa usingizi? So mtu anaweza aseme labda okay, mimi niko na insomnia. Kumbe ni hormonal imbalance. Ni kweli. Usingizi inaweza sababisha kukosa usingizi inaweza sababisha hormonal imbalance, na pia hormonal imbalance inaweza sababisha kukosa usingizi. Okay. Kwa mfano mtu akiwa na hyperthyroidism anakosa usingizi, usingizi mzuri. Mtu akiwa na ugonjwa kama hii Cushing's ni cortisol hormone iko juu, anapata usingizi hapati vizuri. Kwa mfano akiwa na kwa ile stress ambapo hizi stress hormones kama kina norepinephrine hizo zimeongezeka mwilini, pia usingizi haikuji. Usingizi pia akikosa usingizi, usingizi nao inaanza kuongeza matatizo ya cortisol kuongezeka juu. Ameanza kuwa na ile stress response. Asa inakuwa cycle. Moja inasababisha hii nayo inasababisha hii. Sasa anakuwa kwa hiyo cycle ya hormonal imbalance na kukosa usingizi. Naam. And do you think kwamba watu imefikia mahali like they are ignoring these signs concerning the hormonal imbalance? Because a lot of people wana complain. And as much as utakuta mtu anakuambia mimi niko na, unajua
pia mtu mpaka uende hospitali ndo upimwe, daktari akwambie like kuna hormonal imbalance. Like Google has been our doctor now. Unakuta mtu anaenda na okay, anaweka signs anapitia, alafu anakuambia unaweza kuwa na 1 2 3. No. Watu wameassume sababu kwanza ni akuje kuwa na yule uhamasishaji ya umma, hawajajua dalili fulani inaweza ashiria ugonjwa fulani. So unapata wana assume ni either hii tu ni changamoto ya kimaisha imenipea stress. Wana assume hii ni tu uchovu wa kawaida. Wana assume maybe ni vile nazeeka, miaka inasonga. Sasa unapata wametelekeza ile swala la hormonal imbalance. Inafika pahali ambapo sasa ugonjwa umelipuka. Kwa mfano mtu alikuwa na dalili kama anasikia kiu sana, kila mara anakunywa maji, anaenda haja ndogo kila wakati. Yeye ana assume tu maybe ni vile amefanya kazi sana. Lakini unapata maybe ni diabetes imejificha. Okay. Anakuja wakati sukari iko juu sana, akona dalili zingine za tumbo ndio imemleta hospitali. Mwingine unapata amekuwa na shida ya kuendesha nini vitu kama hivyo, ana assume ni chakula nilikula imeniharibikia. Na sasa hiyo shida ya kuendesha imekaa kwa muda. Lakini anapofika hospitalini tunachunguza mpaka maybe hyperthyroidism, thyroid hormone iko juu. Mwingine kilo imeanza kuongezeka, hivyo hivyo. Yeye anafikiri ni vile maybe appetite yake imeongezeka of late. Kumbe maybe ni Cushing's disease. Akina dada unapata haoni siku zake za miezi, anaweza assume aseme ni maybe ni ile contraceptive natumia. Na usisahau kwamba unaweza kuwa unatumia contraceptive fulani alafu ifiche ugonjwa. Unapata hiyo ugonjwa kama PCOS, hiyo polycystic ovarian syndrome, inaweza fichwa na contraceptives. Sababu utassume sijaona period zangu kwa muda juu ya ile contraceptive, lakini kumbe ni PCOS imejificha, ama ni thyroid disease iko pale imeaffect hormonal balance. So ni kuelimisha kwa umma na watu wafahamishwe. Asante sana Daniel, acha tuchukue mapumziko, tukirudi tutaendelea na awamu ya pili kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na ile swala zima la hormonal imbalance, kwani wengi sasa ile majority higher percentage watu wako na hormonal imbalance. And people are complaining. Ukifika kwa TikTok kwamba hii ni hormones, ushapoa dawa hii, ushapoa dawa hii, ushapoa dawa mtishamba, ushapoa dawa nini. So like unakuta inakuwa ni kama confusion. Thank you so much. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Daniel ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah, ameongea vyema kuhusiana na hormonal imbalance. Ni kitu cha muhimu sana kuweza kufahamu afya yako, haswa hormonal imbalance imekuwa ni kitu ambacho kinaendelea zaidi, na kila siku watu wengi wanajipata katika hiyo hali. Na mojawapo wa vitu Daniel amesema ya kwamba PCOS inaweza sababu ya wewe kuwa na hormonal imbalance. Kuna signs ambazo labda wewe unaziignore kama pimples, rashes, nini na nini, ama mafuta kujaa kwa tumbo, mafuta kujaa kwa mgongo, inakuwa mojawapo za signs ama dalili ambazo wewe zitaonyesha kwamba kuna hormonal imbalance. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Afya na Ustawi. Tunazidi kuwa na Daniel ndani ya studio zetu akizidi kudadavulia mengi kuhusiana na masuala ya afya, haswa kuhusiana na mada yetu ya leo ambayo tunazidi kuiangazia, na mada muhimu sana inayoathiri vijana wa sasa ama sasa hivi. Utakuta vijana wengi ndio wanaathirika na ile jambo, nalo ni kuhusiana na hormonal imbalance. Na tukielekea kwake tufahamu mengi na mengi zaidi ambayo ametuandalia. Naam, karibu tena Daniel. Asante. Naam. Kwa swali lingine ambalo tulikuwa tunataka kuangalia, kuna watu wana experience bloating. How does hormones affect hili swala la bloating? Bloating ni ile gas kujaa kwa tumbo. Inaweza sababishwa na hormonal issue ama non-hormonal issue. Okay. Kwa hormonal issues inasababishwa na magonjwa kama hypothyroidism, ambapo thyroid hormone iko chini, inasababisha ile constipation, kukokiwa na haja ambayo inakuja pamoja na hiyo
gas kujaa kwa tumbo. Jambo lingine inaweza changiwa na stress. Mtu anapokuwa na stress huwa ina affect hormones tofauti tofauti. Moja hormones inaafektiwa na stress ni kama cortisol, kuna ile growth hormones. So unapata hormone hizi ziko responsible kwa ufanyakazi wa mwili. Hivyo unapata mtu amejaa gas kwa tumbo. Zingine inachangiwa na non-hormonal issues kama maybe chakula ambaye amekula, ama amekuwa na issue ya obstruction, matumbo kufungana, kutoka hivyo. Maybe akona hata parasites, minyoo hivi, huwa yanaweza changia mtu kujaa gas kwa tumbo. Now, how do some people experience, I mean, how can frequent headaches be a sign of hormonal imbalance? Frequent headaches, moja sababu ya headaches kufanyika mara kwa mara inaweza kuwa ni sababu either unatumia contraception, kuna especially zile ambazo ziko na estrogen, hizi combined oral contraceptive pills, inasababisha mtu kuwa migraine headaches. Jambo jingine ambalo linachangia headache inaweza kuwa stress factors. Mtu anapokuwa na stress, cortisol inaongezeka, kuna hii inaitwa epinephrine ama adrenaline inaongezeka juu. Hii inachangia mishipa ya damu inakuwa nyembamba, hivyo mtu hapati damu vizuri kwa akili, hivyo anakuwa na headaches. Na hiyo ni kati ya hormonal issue ambayo yanachangia mtu kuwa na frequent headaches. Swala nini, kwa sababu watu wengi utakuta mtu anaumwa na kichwa hapa na pale. Na ni kitu ambacho kina dakika mtu anaumwa na kichwa. Dakika mtu anaumwa na kichwa. Hata akimeza dawa, kuna mtu akimeza dawa anasikia like haifanyi kazi. So inakuwa na mshiko mkubwa sana. Another thing ni kwamba why should anxiety or depression be investigated as a hormonal issue? Because vile tunaona like okay, mtu anaweza zani ako normal, especially unapokuwa depressed, na mtu hajui kama labda hormones zake zina increase, ni kama anazitrigger. Like I don't know kama kuna ways ambazo, one way I think depression inaweza trigger hormonal imbalance. So unaweza tuelezea further? Yeah, umesema ukweli. Na pia hormonal imbalance inasababisha depression. Hata tukiwa hospitalini, mtu ambaye ako na depression, vitu ambavyo tunaangalia ya kwanza ni hormone inaitwa thyroid. Okay. Thyroid function test. Sababu thyroid ikiwa juu ama ikiwa chini, mtu anakuwa na mabadiliko ya moods na hiyo depression. Anxiety, mtu anapokuwa na high cortisol ama adrenal hormones iko juu, unapata anakuwa na wasiwasi mwingi. Yani mwili iko katika ile hali ya fight or fright. So ako na wasiwasi, ako na ile irritability. Jambo lingine ni pia sukari inaposhuka kupita kawaida, mtu anaweza kuwa na hiyo wasiwasi mwingi, anxiety, especially anapokaribia masaa ya lunch pale, wasiwasi unaongezeka. Kwa hivyo sio vizuri tu kuignore mtu kuwa na wasiwasi ama depression. Depression nyingine tu ni ugonjwa wa mwili, hata sio ya akili. Ukitibu mwili anarudi sawa. Naam. And another thing, is it possible kwamba ukikuwa na hormonal imbalance, either a man or a woman, and does it mean that inaweza kukupa ile ama kusababishia fertility issues? Naam. Ya, kwa wanaume testosterone ikiwa chini, either ni shida iko kwa akili, inafanya akili ndio ina control hormones. So meaning hormonal imbalance kwa wanaume ni ile testosterone inashuka. Yeah. Okay. Ikiwa chini, inaweza kuwa shida iko kwa akili ama iko kwa testis yenyewe. Unapata anakuwa na erectile dysfunction. Okay. Anakuwa na hana hamu ya kufanya tendo la ndoa. Anakuwa na do the sperms reduce
yaweza rudi chini. Okay. Especially kama hiyo shida inatoka kwa akili. Okay. Hiyo hormone, kuna zile hormone ambazo zina control sperm production kama zinaitwa luteinizing hormone. Hizo ziko kwa wanawake na wanaume. Okay. Luteinizing hormone na follicular stimulating hormone inakontroliwa na akili, inafanya testis inaunda sperm. Pia testosterone ikiwa chini unapata amekuwa na kitu inaitwa hypogonadism. Ile testis zake hazitoi sperm vizuri. Hivyo inachangia mwanaume kuwa infertile. Kwa wanawake ni magonjwa yanayoathiri hiyo follicular stimulating hormone, luteinizing hormone ama estrogen yenyewe ama hata progesterone. Za luteinizing hormone na follicular stimulating hormone hiyo huanzia akilini. Ile ya estrogen ni kwa ovary yenyewe. Estrogen ikiwa chini mtu anakuwa na hiyo missing periods. Mtu anakuwa na irregular menses. Wengine hawapati kabisa kwa muda. Ama inaruka. Na inaruka. Inaweza kuwa aidha ni juu anatumia njia za kupanga uzazi, especially za kudunga. Ama inaweza kuwa tu shida iko kwa ovary yenyewe kama polycystic ovarian syndrome. Inachangia vitu kama hivyo. Naam. Na vile ulikuwa umesema kuhusiana na contraceptives. Utakuta watu wanapata mabadiliko katika mwili. Especially kama contraceptive haijakupenda. Utakuta mtu anasema like hii haijampenda. Maana mtu anaweka coil, mwingine anaweka ile ya mkono. So unakuta mtu anakuwa na mabadiliko. Kuna mwingine mwili unakuwa mgumu, kuna mwingine ana bleed a lot during that time. Na kuna mwingine anakuwa mwili mkubwa. Kuna mwingine anakuja na konda. So what causes that? Hormone tofauti ambao huaffectiwa na contraception, haswa estrogen. Estrogen ndio iko responsible kwa hiyo hamu ya appetite, iko responsible kwa ile cycle kukua regular. Pia unapata kilo ya mwili inaaffectiwa na hizo hormones, haswa zile ambazo ziko na estrogen. Ama hata progesterone. Ile imeripotiwa sana ni ya kudunga. Unapata mtu amedunga miezi 3 inaitwa Depo-Provera. Hiyo ndio inaweza sababisha ukitumia kwa muda mrefu kilo iongezeke. Kuna na kitu inaitwa breakthrough bleeding. Ile hapo mapema baada tu ya kuweka hapo baada ya siku kadhaa, wiki kadhaa, unakuwa na heavy bleeding kabla ndio stabilize baadaye. Ikistabilize unaanza kuwa na regular cycle. Lakini kabla ijestabilize mtu anakuwa na heavy bleeding na inaweza sababisha madhara zake. Naam. Hicho ni kitu ambacho kizuri cha kuweza kuelewa, kwa sababu watu wengi hawajaelewa maybe contraceptives zinaweza sababisha hormonal imbalance kiasi gani. And in as much as zimeletwa katika market, people use them, but ni kama kuna vitu inatampa nayo katika mwili. Kuna long term side effects. No. The long term side effects zinaweza kuwa nini maybe? Za contraceptive. Ya kwanza inakuanga kubalika kwa ile cycle. Okay. Either haikuji kabisa, especially ile ya kudunga, unaweza kosa kuona periods. Ya pili ni wakati ambapo unaitoa unapata ile fertility hairudi immediately. Exactly. Inachelewa. Kuna watu na inaweza chelewa hadi mwaka mmoja unusu. Na ilete mashida kwa familia. Bwana anasema mke wangu ni tasa haya. Kumbe it takes time mpaka irudi katika ile hali yake ya kawaida yenye ilikuwa, because ni kama ulikuwa umepea off. Long term effect ingine ni mabadiliko ya moods. Kuna ile wanasema moods zao zinaharibika, wanakuwa mood swings mara kwa mara. Wengine inawadhiri mpaka hamu ya libido, hamu ya ndoa, ya kufanya tendo la ndoa. Wanapata hawana, na hivyo bwana zao wanakuwa
na makelele sana. Pengine hadi inaweza affect nguvu ya mifupa, inashuka kidogo. Okay. So speaking of that, concerning different ways ambazo that affect hormonal imbalance zetu, let's talk about how tunaweza regulate hizi hormones. Sisi in our daily lives, what we do, what we eat, what we will consider ni muhimu sana, yeah? So utuelezee, muelezee mpenzi mtazamaji, how should we regulate our hormones? Jambo, nataja mambo manne au matano. Ya kwanza ni sleep. Sleep hygiene. Nishai kuja hapa nikaongelea sleep. Watu waende waone hiyo episode. Yeah. Sleep hygiene ni muhimu. Naweza rudia tu, sleep hygiene ina include kulala masaa sawa na kuamka masaa sawa. That is 8 hours. Kani 8 hours. Uko unalala specific time. Kama unalala saa 4. Which we know it's very hard, yeah. Na jambo zingine ni kuhakikisha ukunywi kahawa ama vitu za kukustimulate kila wakati unaenda kulala, ama kusikiza sauti makelele wakati unaenda kulala. Yeah. Mwangaza mwingi pia unaweza kufanya ukose kulala. So usingizi huwa inachangia sana hormonal imbalance. Tumesema inaathiri cortisol, inaathiri insulin, inaathiri growth hormone. Na jambo la pili ni exercise, physical exercise. Physical exercise inaleta ile hormonal imbalance. Inashusha stress. Inahakikisha kuna cortisol level iko sawa, thyroid hormone iko sawa, kuna hiyo regulation iko sawa. Physical exercise. By the way, it's not a must to do exercise. You can do yoga. Yoga kuna vile wanakaa wana internalize vitu fulani. They put a background music, I think a song, ambayo not necessarily a song but a calming one. So unakuta ile stress inashuka polepole. Unakuta kuna vitu una release. Jambo lingine la tatu ni lishe, haswa kujiepusha na chakula za sukari nyingi. Tongaje, refined foods, mamuitu, chips, burger, vitu ambavyo vina sukari nyingi, soda hivi. Yanaathiri insulin levels. Inaweza changia mtu kuwa na diabetes. Na inaweza changia pia kilo ya mwili kuongezeka, na kilo ya mwili ikiongezeka inaathiri cortisol, inaathiri hormones reproduction. So kilo uzito mwingi unaathiri hormones tofauti. Jambo la nne ni kujiepusha na kuvuta sigara na pombe. Which tukiangalia youth wengi, that is what they do. Wanakuambia ni raha yao. So sigara na pombe huwa ina affect hormone tofauti. So unapata unakuwa na multi hormonal imbalance. Sio hormone moja, but kadha wa kadha ina affectiwa. Ita affect pia usingizi yako, ita affect appetite, ita affect vitu vingi sana. I think hayo ni kati ya mawaidha ambayo naweza pea umma. Asante sana. Na tukimalizia ni message gani ambayo ungependa sana kumpa kijana ambaye labda unajua kuna mtu anakuambia mimi ilimfikia wana sitaki, I don't really care. Maybe amejaribu kushughulikia hilo swala especially la hormonal, because each and every day hata kupitia katika mitandao wanakuambia like hormonal imbalance inazidi kuwa a bigger issue. Kwa kijana yote ambaye huenda dalili zake zimepersist kwa muda, ama zinaenda zikiwa worse. Mfano kilo ya mwili inaongezeka bila yeye kutaka. Maybe appetite yake hata iko chini, kilo inaongezeka. Ama anaona period zake zimebadilika, hazikuji kila wakati, unapata zina miss, vitu kama hivyo. Ama akona dalili ambayo kama anahisi kwenda haja ndogo kila wakati, anasikia kiu sana. Ama unapata imeaffect pia mood zake. Ameanza kuwa na stress, depression, yani mental health yake haiko sawa, sio kama hapo mbeleni. Na sasa unapata si ati anatumia dawa za kulevya, ama
ama akona maisha ni magumu. Imebadilika tu yenyewe, mawazo imeongezeka, depression au imeanza kuaffect daily activities. Wapata ana uchovu mwingi mpaka sasa haizi enda kufanya kazi, haizi fanya kama ni darasani, haizi kuwa makini. Imeanza kuaffect daily activities. Anafaa kuchukua hatua, either aende aone daktari ama afanye uchunguzi ajue ni wapi haswa imeathirika. Na pia ajiepushe na hayo mambo ambayo nimesema. Alale vizuri, akule lishe bora, asitumie madawa za kulevya. Naam, na akifanya hivyo hormonal life yake itakuwa sawa sawa. Maana ni wengi ambao tunazidi kuona kila siku wakilalamika concerning na hormonal imbalance. Imekuwa ni kama ni issue kubwa sana. Ni issue ambayo ina affect especially vijana. Kabla umesema like vijana wasikunywe pombe, vijana wasivute sigara. But funny part ni kwamba nowadays people don't care about their health. And it's very very sad kwamba mtu kama hajali afya yake, kwa sababu afya ni muhimu sana. Afya ni kitu ambacho naamini ukiwa mtu mwenye unajijali, you'll do anything you can kuhakikisha kwamba afya yako inakuwa salama. Asante sana Daniel kwa kuweza kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho, na naamini kile ambacho umeweza kukiwasilisha kwa mpenzi mtazamaji basi kitakuwa ni chenye manufaa zaidi na kitamsaidia zaidi kuwa na deeper insight kuhusiana na swala zima la hormonal imbalance na kuchukulia serious. Maana sisi tunachukulia serious malaria nini, lakini kuna vitu ambavyo sisi wenyewe vinatu affect, atuchukulie serious. Asante sana. Karibu. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Daniel Waweru ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah, amewasilisha swala zuri sana, ameweza kulielezea vizuri sana, na hapo ni kwa uchache. Naamini ni mada kubwa sana ambayo inatajia kufahamu ni hormone gani 1 2 3 ina affect side gani ama inakuwa side gani. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia fi amanillah.